9012700 apiga story na sisi tuambie inakuaje. Ila kuna hii story kidogo naona sauti imepotea, lakini acha tutumie simu hapa. Kuna hii sauti ilikuwa juzi. Hakuna chief or assistant chief. Sikia. Hakuna chief or assistant chief or a police officer atapatikana akiongea mambo against the government of the day. Hakuna. It is illegal, it's unconstitutional. Tukipata police officer anasema anatusi rais, anaimba slogans ya siasa ati police officer bado anataka kuserve the government of the day and the country of the day, na anaongea huko ati ako na political right, anaita President Kasongo ama anaimba vitu ya one term, that police officer or a public servant should be fired immediately. And I'm not saying because of this government, even the previous government and the government to come. Hii government ikiondoka na ingine ikuje, lazima kama wewe uli choose to serve in public service, you must respect the government that will come. Huyo ni waziri interior siasa Murkomen alikuwa anaongea juzi kwenye ilikuwa ni kama afali, anasema jamani, kama wewe ni mtu ambaye umeajiriwa na serikali, ukipatikana una chant hizi slogans ambazo zinakaa ni kama zinakashifu ama zinafanya nini, zinapinga serikali, mambo na one term, sijui Kasongo nini, unajipata kwenye nini, kwenye noma. Na kana uliza jamani, freedom of speech ilienda wapi? Haki zetu za kisiasa ama na vitu kama hivyo. Je, hii story unaiongeaje? Kwa sababu kuna watu wanasema jamani, itakuwa ngumu kwa sababu naamini kuna baadhi ya watu ambao sawa wameajiriwa na serikali, wanafanya wako kwenye ofisi za serikali, lakini kikweli labda hawakubaliani kabisa na uongozi ambao jinsi ulivyo. So sina haki ya kukashifu, sina haki ya kuongea ati kwa sababu nitavutwa kazi, ati kwa sababu nitajipata kwenye noma. Tusikie wanasemaje. 0719012700. Jose Waraka. Master, mambo vipi? Bana fresh, inakuaje? Mimi niko sawa, weekend yangu imekuwa sawa tukiwa kwa kina Mkangai. Tumeenda, tumesafiri na tumerudi, na shout out kwa mashabiki wote ambao walijitokeza. Shukran sana pia kwa kufika. Na tukakaribisha na kina Ticha Olvi na Morris KE, na tunafurahia. Sasa Clemo. Yes sir. Sasa kuzia na hii story ya huyu mjamaa. Huyu interior CS, huyu Murkomen wanga na ropokwa tu kusema mambo yote. Unasema ni kuropokwa? Hiyo ni kuropokwa, kila kitu anakuja tu kutuambia, lakini hata yeye kazi yake yenyewe hafanyi vizuri. Sasa kusema ati mtu asichante ene, so ni kumaanisha, unajua sasa anataka uovu wote ule, hata kama ni askari amefanya kitu. Wafiche tu ndani yani wafiche tu uovu ambao inaendelea kufanyika. Sasa vile tu umesema freedom of speech kila mtu amepewa. Hiyo sidhani ati itakuwa suluhisho ati mtu ambaye anachanta ama kusema mambo ambayo inafinya mwananchi ati sasa afutwe kazi. Kabisa. Shout out kwa watu wote ambao wanasikiliza, tuko mbele pamoja. Aito Brown. Inakuaje master? Fresh my bro. Inakuaje, uko poa? Fresh. Weekend yangu ilikuwa poa. Yes. Pamoja na wafanyi leo. Master, mambo ni gani sasa? Niambie baba. Connect huko bwana ni kubaya. Hata kuwasikiza nao ni shida. Amtupati huko bwana. Wapi? Hebu nipatie frequency. Hapa ni Nandi County, frequency ni 90.5. 90.5. Sasa ndugu, itakuwa inashughulikiwa. Radio Maisha, hello. Master. Aito Chokoroma kweni. Mambo. Bana poa sana bro. Kwema? Kwema kabisa. Weekend yangu imekuwa fiti. Jana nimekuwa kanisa AIC Baraka Konza City. Very nice. Hapo John nikakusikia ukiwa tunnel. Makueni County tuko kwema kabisa. Ongea na Kilemo. Sawa masa, tuko mbele pamoja. Radio Maisha, hello. Kilemo. Semaje ndugu? Salama sana, ukoaje? Niko poa bro. Everton Wangati hapa maeneo ni Cheptai. Let's nalo.
niko ndani ya show, alafu mambo ya Murkomen baba inakuanga ngumu mno. Ule mseo kuropoka mambo mazesto anataka tunyamazie uovu ama. Anasema mambo ya kuchant sijui one time sijui Kasongo, kama wewe ni mfanyikazi wa serikali achana nayo kabisa. Stop. So tunyamazie uovu ambao unafanyika, tusiongee sasa, na maanisha hivyo. Alafu si shout out kwake masela wangu wote, kina Precious Wambo, Manu Original, kina Olvi wa Lugari na Mbugi yote, tuko mbele pamoja Clemo. Safi sana. Kama mbili za mwisho. Oi master. Aje Imara Daima tuko ndani bro. Niambie bwana, kunasemaje Imara Daima? Dennis Mogeza, Imara Daima kumetulia hapa, ni baridi lakini kwa umbali. Yes sir. Sasa mimi naweza sema kwa huyu CS Murkomen. Jamaa anapea hao makarau wanatufinya. Sisi ndo tunaumia. Yeye ako huko juu, unajua kijamu amejaa. Naelewa master. So sasa zingine ajam tu chini ya maji, chama jarani mpaka wanaonyesha. Anatuajia ngoli master. Alright, sijui anasema kijana anamaanisha nini. Radio Mesh, hello. Mwite master. Kijana mdogo. Inakuaje bro bana, long time lakini niko fiti. Umeficha white mwanangu, inakuaje, uko poa? Mwanangu nafinya simu mpaka batoni zinawaka moto mwanangu bana. Mashabiki wetu wamekuwa wengi sasa, lazima tu familia ni kubwa. Kabisa master. Sasa yes sir. Weekend yangu ilikuwa fiti. Yes. Kama mimi footballer nimeenda nikapiga game yangu nikaochi kawaida yetu ya Arsenal. Weekend ikawa shwari, tukanyanyaza mtu, sasa ndio tumeanza kubeba sasa master. Ndio hivyo sasa tumeanza shughuli. Kazi imeanza master. Friday tuko pamoja tena tunanyanyaza wale wenye wamekuja ligi. Itakuwa mbaya. Itakuwa mbaya zaidi master bana. Mimi tu nakushukuru kwa kuturepresent. Yes. Alafu wanangu tu timu Chelsea tokora Makweni. Huyo Olivier, Steve Mugangayo, akina Olta Kinjo, wacha tukae ndani tusikize show hadi tamati master. Safi sana. Kabla tuingie kwenye habari, Kibon. Anaitwa Interior CS Murkomen. Juzi kwa ameongea alikuwa kwenye mahafali yale. So na akasema kwa mtu yote ambaye ameajiriwa kazi na serikali, akaambia wachifu, maafisa wa polisi, ukipatikana ukichant hizi slogan sijui one time sijui Kasongo, utajipata kwenye noma. Imezua hisia tofauti kwa Wakenya. Lazima ingezua tu. Watu wanasema jamani, kwani freedom of speech ilienda wapi? Kwa sababu hata nimeajiriwa na serikali, sina uhuru wangu wa kisiasa ama kuchagua chama ama wa kuongea mambo yanapokuja masuala ya kisiasa. Alafu sijui kama ulimsikiza Kaluma akisema wale ambao wanasema one term ni kinyume na sheria huko Luo Nyanza. It is criminal to say one term. Lakini hizi zote unajua ni slogans. At the end of the day unajua wale ambao wataamua ni Wakenya. Na Wakenya kuna ile freedom of expression. Kiukweli one term, two term, four terms, forever, sidhani kama ina mashiko sana ikilinganishwa na kile ambacho kinatusubiri mwaka 2027. Sijui kwa nini viongozi wetu wana dukuduku na hilo. Wanasema mfamaji hachi kama ingia hapo. Jua tu generally tuachie Wakenya waamue tu sasa. Kama ni kusema one term, let them sing one term. Sioni haja ya wewe kushtuka. Kama hiyo one term inakuhusu, itakuhusu tu ultimately. Hata ukizima hizi sauti. Watu waache uoga, ongojee. Tuache uoga. Unajua tukiwakataza inamaanisha kwamba hata hiyo demokrasia ambayo tulipigania kwenye katiba haifanyi kazi. Haina maana. Tukapata habari.